Kwenye tauhidi hakuna nafasi ya kufanya ijtihadi, kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwenye msingi hakuna nafasi yote. Kwa hivyo anavyoamini mtu, kwa mfano huyu anaamini Mungu hivi na huyu anaamini Mungu hivi, alafu mkafanya ibada, mmoja akawa imamu, mmoja maamuma, mmoja anaabudu hivi, mmoja anaabudu vingine, hata tunasema Islam hivi, swala zenu zitakuwa sawa. Mmoja hapa hana kitu, kwa sababu ikiwa mmoja kapatia, maana yake mmoja kakosea kwenye kumwabudu Mungu, ndio hivyo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye ile hadithi akasema makundi yote yale yaliyotajwa katika 71 yote motoni isipokuwa kundi, kwa sababu upwekesho ni mmoja kwa Mayahudi, na kwa Manasara akasema 72 yote motoni isipokuwa mmoja, kwa sababu upwekesho ni mmoja. Na kundi na umati wangu huu akasema nao vile vile utagawika makundi 73 yote motoni isipokuwa moja. Na akasema wa huwa ma alayhi ana wa ashabi, na ni lile ambalo niko juu ya msimamo wangu mimi pamoja na maswahaba zangu. Ndio nikasema pale nyuma katika darasa zilizopita, katika moja ya neema ambayo Mwenyezi Mungu katuruzuku nchi hii ni kupita wanavyuoni wa ukweli, alafu wale ndio wakasomesha nchi hii ikawa inaendelea, ambao wana sanadi za moja kwa moja kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moja ya baraka ya nchi hii kwa kutangulia hapo ni hiyo. Kwa hivyo la msingi hapa najenga mazingira ya kumwekea mtu asifanye pate tashwishi. Msingi wa itikadi iliyosomeshwa nchi hii ni jambo la msingi mtu kulijua na kulifanyia kazi. Hapo ndio sehemu yake ya kumpokesha Mungu. Tuna historia wangapi na wangapi walikuwa wanajulikana kwa waliopita hapo, walikuwa na nafasi ya alama zinazofahamisha kwamba hawa ni katika watu wa imani ya kweli. Kama vipi? Miongoni mwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyafanya kwa ajili ya kumthibitisha mtu kwamba imani yake ni ya kweli, kuanzia kwa upande wa mitume, huwapa muujiza. Al-mu'jizat ni alama inayofahamisha kwamba hawa ni mitume wa kweli. Kwa nini? Anapewa katika miujiza mtume ili kuwaonesha wale wafuasi wake kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu, na hatokei yoyote anaoweza kupambana na lile ambalo kapewa mtume yule kwa kumchallenge na Mola wake. Hakuna, haiwezekani. Ndio maana hufikia baadhi akiuona tu lile jambo liloletwa katika muujiza, haulizi, moja kwa moja anaamini Mungu moja kwa moja, kwa sababu anajua hili si jambo la kawaida. Tutoe mfano mmoja, tukiacha huko kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turudi kwa Nabii Musa alayhi salatu wasallam. Nabii Musa, miongoni mwa miujiza ambayo alimpa Subhanahu wa Ta'ala ni ile bakora. Ni ile bakora aliyokuwa nayo mwenyewe, ambayo alikuwa anatumia. Akajieleza, aliulizwa umekamata nini kwenye mkono wake, akasema hii asaya, ninapokusia majani ya wanyama wangu na ninafanyia kazi zangu nyingine hii. Naam, na ilikuwa ni bakora ya maajabu kweli, kwa sababu hivyo visa vyake vilivyomo vya ajabu. Sasa kilichojitokeza ni kipi? Firaun baada ya kulinganiwa kumtii Mungu, naongeza maelezo kidogo kwa sababu darasa hilo kuja na umuhimu mkubwa kushika. Baada ya Firaun kumlea Nabii Musa alayhi salatu wassalam mpaka kafikia kupewa utume, na akawa dhidi yake sasa kutaka kumuua. Baada ya kuhama, Mwenyezi Mungu alipompa utume kuja akaamrishwa kwamba arudi kwa Firauni ndiye akamfanyia da'wa. Ndio hivyo. Akasema jamani, mimi lakini kule nina kisa, kwa sababu nishaua mtu kule na mimi nina matatizo nayo, yule atakwenda kunimaliza. Akaambiwa Yesu kazi yako, wewe nenda. Na akajitetea, basi kama ni hivyo bora huyu ndugu yangu Harun awe msaidizi ili angalau tupate kuliwazana. Akaambiwa pia umekubaliwa na yeye. Kwa hivyo akaenda kufanya kazi ya da'wa kwa mtu ambaye ni mtu mwovu kabisa katika wao. Ovu kabisa katika ulimwengu uliopita ni Firaun. Alichokifanya kipi? Firauni alimhukumu Nabii Musa kwamba ni mchawi. Alimtangaza kwamba yeye ni mchawi. Na baada ya kumtangaza ni mchawi, siku aliyofanya kikao kile cha kuja kudhihirisha nafasi yake Nabii Musa kwake, na yeye kutaka kumbomoa ili amwadhirishe, makubaliano yaliyopita ni kwamba yeye na yeye aje pale, alafu ajadhihirisha dalili zake, na yeye akawatangazia wachawi kila anomjua katika mchawi katika wachawi
wakubwa, wajuzi. Mwenyezi Mungu aliwasifu wale kwamba walikuwa ni wachawi wa kweli, sio masahara. Wakaja, walipokuja wachawi wale wakauliza kwanza, vipi kama mfano tutashinda hapa, sisi nafasi yetu ni ipi? Kama nafasi yenu ni mtakuwa ni katika watu karibu. Firauni anambia mtakuwa watu wa karibu yangu, mkishinda hapa nyinyi. Sasa ukiambiwa na mfalme wewe kwamba utakuwa mtu wa karibu ya mfalme, neema kiasi gani? Wakaona hapa kweli kazi itafanyiki. Sawa, tuanze basi. Haya, nani ataanza kuangusha kuonesha nafasi yake? Wao walimhukumu ni mchawi. Nabii Musa si mchawi, kwake ilikuwa ni muujiza, kwa wale wachawi ndio walikuwa uchawi. Akaambiwa basi, ukaambiwa wachawi nyie, angusheni nyie kwanza hizo dalili zenu. Wakafanya pale walioyafanya katika uchawi, kamba zile zikawa zina mazingaombwe, wakafanya mazingaombwe, kamba zikawa zinaonekana kwa ujia uchawi kwamba ni nyoka wanatembea. Watu wakawa wanashtuka. Sasa hata barabarani hupita wale watu wa maigizo kama wazingaombwe, unamkuta mtu kapigwa shoka ya kichwa hapo imeganda, ndio hivyo. Ukitizama shoka unaiona imezama, lakini mtu anageuka akisema shoka kweli ipigwa kichwani, alafu mtu ageuke. Shindano ikiingia kichwani mtu ageuke tena, lakini ana shoka na mpini wake anapita hapo huko anageuka. Sisi tukitizama kwa macho ana shoka ya kichwa kwa kutufanyia mazingaombwe. Kwa hivyo kilichojitokeza pale, pakafanywa mazingaombwe, watu wakaona kweli ni nyoka wengi. Nabii Musa ikamjia woga kiasi fulani kuona ile hali iliyotokea, akaambiwa sukulia, angusha nawe bakora yako wewe, yeke hapo bakora yako. Bakora yake ilikuwa kawaida, ikianguka inageuka nyoka wa kweli, sio wale nyoka wa kamba. Kuiweka bakora imegeuka nyoka kweli. Watu wote wakawa wanaona nyoka. Wale wachawi walikuwa uchawi wao zile walikuwa wanaziona kwamba ni kamba, sababu wao walifanya mazingaombwe. Lakini alipoweka Nabii Musa bakora yake, wachawi waliona moja kwa moja na wana na nyoka, hawakuona kwamba ni kamba. Kila wakimtizama nyoka wa kweli, wakajua huu si uchawi, huu si uchawi. Walichokifanya ni wetu, walifanyaje wale wachawi? Waliporomoka pale pale, wakaamini, wakasema kwamba wamemwamini Mungu wa Musa, kwa sababu jambo lilikuwa lina uhakika. Sura ya muujiza. Wao wameweka kamba, yeye kaangusha bakora, katoka nyoka wa kweli. Firauni akamwambia bwana, itakuwa ni katika mkubwa wenu ndio aliwafundisha uchawi sasa. Kwa sababu yeye wote nyoka, akiona nyoka na kamba pia akiziona nyoka. Wachawi kamba waliziona kamba na nyoka wakamwona nyoka kweli, wakamwamini Mwenyezi Mungu na wakaporomoka wakasuluhu. Hii ni sehemu ya alama inayofahamisha kwamba huyu Nabii Musa na mwenziwe ni katika watu wa kweli waliotumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndio maana wakaleta ule muujiza. Sasa wafuasi wa mitume wa kweli, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwapa jambo linalofanana na muujiza ambalo